Hii kitu ya ubaridi nimejibu kwenye videos, okay? Ukihisi ubaridi kuna muda ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Haya ni mambo ambayo ni experience. Yaani unapata neema kabisa unakutana nayo. Unajua kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho. By the way, mpaka ufunuliwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Ndio maana mtu ambaye hana mahusiano na Roho Mtakatifu au hana experience kwenye ulimwengu wa roho, kuna vitu akivisikia hapa lazima aje aanze kukataa. Siongei vitu tu ambavyo nimevisoma, no. Vitu vingi nimekutana navyo. Kwa mfano hiyo, wakati nafanya huduma mimi mtu wa kwanza kabisa namuombea. Ukiachana na mambo, kwa sababu wa kwanza nimuombea mwanamke alikuwa na shida ya uzazi. Huyu mwingine alikuwa amefungwa shingo mpaka kwenye mabega. Na mimi nilishangaa wakati namuombea akasema anahisi baridi kwenye hilo eneo lote ambalo alikuwa anasikia maumivu. Alafu baada ya muda ikapona. So na mimi wanajua kabisa. Nilikuwa nakuombea wewe. Mfano kuna dada mmoja hapa TikTok. Ni Mkenya. Sio kama anasikiliza hii video anaweza ka comment. Alikuja kusema ana shida ya mbavu. So wakati namuombea nikaomba nikamaliza nikaendelea na wengine. Baadaye nikarudi kwake akaniambia nahisi ubaridi. Nikamwambia hiyo ni nguvu ya Mungu inapita. Baada ya muda utapona. Na kweli aliponywa. So siongei tu kitu ambacho eti hakipo. Ngoja niwaambie watu wengi ambao mnawaona wanapinga kwa maandiko ni watu ambao hawajauelewa ulimwengu wa roho na hawaelewi hata hayo maandiko.